Ndio maana leo tunakuja kufundisha ukombozi wa nafsi. Unaweza kuwa unamwamini Mungu, unamtolea sadaka, wewe unakaa kiti cha mbele kanisani, ujenzi unahusika, lakini bado usipoenda kufanya matengenezo unakuwa una uhalali wa kutoa nafsi yako kwenye miungu kuingiza kwa Bwana wa majeshi. Ndio maana Mambo ya Walawi 27:2 Bwana anamwambia Musa, anamwambia waambie wana wa Israeli, pale mtu atakapoondoa nadhiri ndipo hizo nafsi za watu zitakuwa kwa Bwana. Kwa hiyo unapobeba lile tatizo, unaenda mbele za Mungu, unaenda kulitubia. Mfano, mimi kwetu kuna asili ya tuoi wala atolewi. Mimi kwetu kuna asili ya magonjwa ya kurisi. Mungu wangu na baba yangu, nimekuja magotini kwako Bwana, kwa sababu kwenye Ezekiel 22:30 umetafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Na mimi David mfalme wa falme nimekuja magotini kwako, ninakuomba usamee mtakatifu wa watakatifu. Sio yamkini, nilisema usiende mbele za Mungu kumwambia yamkini. Ukienda mbele za Mungu kumwambia yamkini, anaona bado haujiamini, anaona kama unajionea huruma. Unamwambia sio yamkini, ni kweli asili ya baba yangu ilikutenda dhambi. Sio yamkini, ni kweli asili ya wajomba walifanya maagano chini ya miti mikubwa, waliweka majina yetu kwenye miungu na ile ardhi ilikuwa ushahidi. Baba, leo nimekuja mbele zao kufanya upatanisho. Naomba usamee Bwana, ni kweli sio yamkini. Yale maagano yote yaliyofanyika chini ya makahawa, chini ya migomba, chini ya miti mikubwa, ni kweli Bwana. Hata wajomba walipokuwa wanaenda kufanya kilimo wakiomba mvua, walikuwa wanaenda kutoa makafara chini ya miti mikubwa. Na hii Bwana leo imetutenga, ndio maana Mungu hutaki kusikia. Nami Bwana nimekuja kusimama kwa ajili ya asili yangu Bwana. Ninakuomba usamee mtakatifu wa takatifu. Samee Mungu mkuu, Mungu Adonai. Hakuna mwingine anaweza kusamee dhambi isipokuwa ni wewe. Ni kweli Bwana, walienda wakina mama wakiwa wamejifunga kanga moja ule usiku, Mungu wangu na baba. Ni kweli Bwana, walienda wajomba wakiwa peku chini yale makaburi, wakaongea na mababu, wakatutoa si kwenye asili ya Mungu muumbaji, yakaturudisha kwa miungu. Ndio maana leo hatuna uhalali.